Taarifa kutoka kwa God Bless Lema imeibua na kuwasha moto mpya nchini Tanzania, huku mawimbi ya ukweli, uoga na mapambano ya mfumo kuelekea maandamano ya Disemba vikiibuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Usiku mmoja kabla ya kile kilichotajwa kwa maandamano makubwa ya Disemba, ujumbe mkali ulitoa kwenye mitandao ya kijamii ukiwa umetoka kwa God Bless Lema, ambaye ni mwanasiasa aliyekuwa uhamishoni kwa miaka kadhaa kabla ya kurejea tena kwenye siasa za Tanzania. Ujumbe huo, kama ulivyoshuhudiwa na Kenyascope, haukuwa tangazo la kawaida la kisiasa, bali ulikuwa sauti iliyochochewa na msukumo wa maumivu, maonyo, matumaini na mapambano ya kizazi kilichochoka ukimya na kilichokosa nafasi ya kusema kinachokiumiza. Lema alielekeza ujumbe wake kwa vijana wa UVCCM, mkono wa vijana wa chama tawala, akikumbusha kwamba nafasi yao katika taifa ipaswi kupotea katika sura ya utii wa kipofu kwa mifumo inayozalisha ukatili na ukandamizaji utu. Alionya kwamba kizazi hicho kilikuwa kinatumika kama kinga ya utaratibu uliokosa huruma, huku sauti zao za ndani zikipambana na hali ambayo haikuwahi kuwaruhusu kusema ukweli bila kuogopa hatima yake. Ujumbe ulitolewa katika wakati ambapo Tanzania ilikuwa imefunikwa na mawingu mazito ya taharuki baada ya uchaguzi Oktoba tarehe 29, uchaguzi uliovurugika kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ukosefu wa ushindani na mapambano ya kimaslahi yaliyosababisha nchi kuwa kwenye mawimbi ya mijadala kimataifa. Macho yalikuwa bado hayajapona kutokana na taarifa za mauaji, kutoweka kwa watu na majeraha yaliyotokana na migogoro ya kisiasa. Na katika mazingira hayo, sauti ya Lema haikujitokeza kama pingamizi la kawaida, bali kama tamko la dharura kwa kizazi ambacho kinabeba matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Ujumbe wake ulianzisha mlipuko wa hisia mitandaoni, ukivunja ukuta wa ukimya ambao ulikuwa umetengenezwa kwa hofu, vitisho na mazoea yaliyowavisha vijana jukumu la kulinda mfumo bila kubadili msingi wake wa maadili. Lema alizungumzia uchovu wa nafsi, mzigo wa kimya na hatia inayotokana na kushiriki katika mfumo usiojali utu wa mwanadamu. Alitaja hali ya kukosa matumaini na wasubiri vijana ambao wanatumika leo kama walinzi wa utaratibu, huku kesho yao ikiwa imejaa giza lisilo na uhakika wa uhuru wala heshima. Na katika simulizi lake alionya hatari ya vizazi vinavyokuzwa kwa hofu, vikijifunza kuishi kwa amri badala ya kufanya maamuzi ya dhamiri. Kauli yake iliguza kiini cha changamoto ambazo Tanzania imekuwa ikikabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Hapa sio tu kuhusu siasa za vyama, bali pia kuhusu mgongano wa maadili, haki na utu ndani ya taifa ambalo limekuwa likihangaika kujenga sura ya utulivu, huku linazua mijadala ya kina kuhusu yale yanayoumiza watu wake. Na kwenye ujumbe wake kwa mitandao ya kijamii, God Bless Lema alisema kuwa UVCCM kuna maumivu makubwa pale ambapo mtu hufundishwa kinyume na sauti ya dhamiri ama sauti ya dhamiri yake. Mmebeba mizigo isiyo yenu, mkageuzwa kwa kinga ya utaratibu usiojali utu wala haki, na kwa hilo nafsi za wengi zimechoka kimya na dhambi mbaya za ukatili zimekuwa juu ya mabega yenu. Lakini hata kwenye giza nene, ukweli haujawahi kupoteza njia yake. Nyie watoto, msidanganyike na posho za muda mfupi au hofu ile mliolelewa nayo. Thamani ya mtu haipimwi kwa amri, bali kwa uadilifu wa moyo wake. Chagueni kusimama na ukweli bila hofu, maana kesho njema haijengwi kwa hila, bali kwa uaminifu. Mtamani mema, muishi kwa uadilifu, na baraka za Mungu ziwe nuru yenu katika safari ya kuirejesha heshima ya utu. Msitumike kwa rangi ya chama chenu, bali utu, haki na ukweli uwe msingi wa mawazo yenu. Hakuna kesho bora kama haki haiwezi kuwa tabia ya nchi. Nafuatilia kwa karibu vikao vyenu, msitumike kama kondomu, kwani kesho yenu pia ni giza sana. Ujumbe mzito kutoka kwa God Bless Lema ambao umetikisa medani ya kisiasa. Wakati huo
wakati ujumbe huo unaanza kupata mwitikio, nchi inapambana na matokeo ya filamu ya uchunguzi iliyotolewa na CNN na kuripotiwa na Larry Madowo iliyoibua tuhuma za makaburi ya pamoja na vitendo vya unyanyasaji vilivyotokea katika kipindi cha uchaguzi. Filamu hiyo ilichora picha taifa linalojeruhiwa na nguvu za dola na iligusa sehemu ambazo serikali haikupenda kufikiwa. Ndani ya muktadha huo, Tanzania ilijikuta ikikabiliwa na ukosoaji wa kimataifa na shinikizo kubwa kutoka Marekani kupitia kamati ya Seneti na mahusiano ya nje iliyotaka uchunguzi huru juu ya madai hayo mazito. Tanzania ilitangaza kuanzisha tume ya uchunguzi, hatua ambayo ilionekana kama jaribio la kujibu shinikizo badala ya kujenga mchakato wa uwazi kwa misingi ya ndani. Na katika jamii, maumivu yalikuwa bado mapya, huku wananchi wakiona ukimya wa taasisi kama ishara kuhalalisha vitendo vilivyodaiwa kufanyika. Na katika mazingira haya ya taharuki ya kitaifa, ujumbe wa Lemo ulionekana kama mwangwi wa miito mingine ya mabadiliko inayoibuka kutoka sehemu mbalimbali za jamii. Hapa sauti haikutokana na vyombo vya kimataifa wala siasa za upinzani pekee, bali kutoka ndani ya taifa, ndani ya mioyo ya watu walioelewa mfumo zaidi ya mantiki ya chama. Vijana wa UVCCM walielezwa kuwa wamegeuzwa kuwa kinga ya utaratibu ambao haukuwa na huruma kwa watu wake, na wakapewa onyo la kutokubali kutumika kama kifaa cha kukandamiza haki ya wengine. Muktadha wa kisiasa uliokuwa unaendelea wakati huo ulitoa mantiki kwa ujumbe huo. Kwa miaka mingi, vyama vilivyokuwa na nguvu katika taifa vilijenga mifumo yenye uwezo mkubwa wa kutetea maslahi ya chama hata kwa gharama ya haki za raia. Vijana wakapewa majukumu ya kuhifadhi mfumo, wakanyimwa nafasi ya kuhoji au kubadili misingi yake. Lakini kizazi cha sasa kilionekana kuwa tofauti na vizazi vilivyotangulia. Hapa kulikuwa na ukakasi mpya wa kijamii uliotokana na mchanganyiko wa elimu, ufahamu wa kimataifa, uchovu wa kimaisha na teknolojia ya mawasiliano inayoruhusu watu kuishi nje ya mipaka ya hofu ya kiserikali. Kile kilichotajwa kwa maandamano ya Disemba kilionekana kama dalili ya kizazi kinachojaribu kujinasua kutoka kwenye minyororo ya vizazi vilivyoishi bila uwezo wa kupaza sauti zao. Haikuwa tu taarifa ya tukio, bali ni onyesho la mabadiliko ya fikra, mapambano ya ufahamu na ujasiri na wa kizazi kilichochoshwa na mashahidi wa mifumo isiyowajali. Ndani ya muktadha huo, ujumbe wa Lemo uliongeza uzito wa kihistoria. Ilikuwa tu namna ya kutangaza kwamba mapambano ya Tanzania hayako kwenye kura pekee, bali kwenye vita ya kusimamia utu na mwanadamu kama msingi wa taifa. Na katika kipindi hicho, jamii ilianza kuelewa kwamba mifumo ya uongozi inaweza kuishi kwa muda mrefu bila mjadala wa kimaadili, lakini haiwezi kuendelea bila kujenga kizazi kinachoamini katika heshima ya binadamu. Vijana walikumbushwa kwamba thamani yao haitokani na uwezo wa kutii amri, bali uwezo wa kusimamia kile kilicho sahihi hata wakati hatari iko mbele. Na katika siku hizo za taharuki, mfumo wa kijamii ulionyesha mpasuko wake kupitia majibu ya mitandaoni, mijadala ya usiku na ukimya wa taasisi. Sehemu ya jamii iliona maandamano kama njia ya kurejesha sauti iliyopotea. Wengine waliona kama tishio la usalama, huku wengine ikijaribu kutengeneza sura ya taifa lililo na utulivu. Lakini nyuma ya siasa kulikuwa na sauti ya kizazi kinachotafuta nafasi yake katika historia. Sauti hiyo ilitaka uhuru wa kusema, kufanya maamuzi, kuishi bila hofu na kupoteza na kujenga taifa linalothamini utu kuliko maslahi ya chama au watu wachache wenye mamlaka. Ujumbe wa Lemo ulitengeneza mwelekeo mpya wa kimaadili wa mgogoro huo. Hakukuwa na ombi la mapinduzi, bali mwito wa kuishi kwa uaminifu, kusimama na ukweli bila hofu, na kujenga kesho ambayo haitategemea ujanja wa kisiasa bali maadili ya msingi. Na katika simulizi hili, ujumbe wake wa vijana wa UVCCM ulikuwa na maana zaidi ya maneno ya kampeni. Lilikuwa ni tamko la kiroho na kijamii kuhusu hatari ya kuzika dhamiri kwa posho, hofu na amri, na umuhimu wa vizazi kujenga taifa kwenye misingi ya haki na uadilifu.
Hapa hadithi ya Tanzania ilikuwa kuhusu uchaguzi, tume ya uchunguzi au filamu za kimataifa ilikuwa kuhusu mapambano ya taifa likiishi katika giza la ukatili na mwanga wa matumaini. Na katika siku hizo kabla ya Disemba ilionekana kwamba sio tu maandamano yalikuwa yakija, bali mjadala wa kina kuhusu hatima ya taifa, nafasi ya vijana na maana ya utu katika siasa za Tanzania. Na katika mapambano hayo simulizi ilikuwa wazi kwamba hakuna kesho bora bila maamuzi magumu ya leo, na hakuna uhuru wa kizazi bila uamuzi wa kusimama upande wa ukweli hata wakati dunia nzima imekaa kimya. Mwisho wake si maandamano yaliyokuwa swala kuu, bali mapambano ya mwanadamu kutafuta nafasi yake katika historia ya taifa linalotafuta mwanga katikati ya giza refu la uoga, utawala na kimya. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha. Hapa ndipo napokea taarifa hizi za ukweli kabisa. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.